الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kutuwezesha tukakutana tena katika ukumbi wetu huu kama ilivyo kawaida katika mwezi huu wa Ramadhani, tukiwa tunaendelea na somo letu la Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani, surati An-Nur. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu wa kuweza kuielewa kitabu chake na atuwezeshe kukifanyia kazi. Katika aya tunayotokea leo, aya 32, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa muongozo. Tangu tumeanza sura, imeanza kwa ukali sana na kwa kukemea vitendo vichafu vya zinaa, lakini pia kusingiziwa kwa kina mama, na pia tukio la Bibi Aisha likiwa la kusingiziwa. Aya zinaelezea, zimeendelea kukariri mpaka jana tukawa tumezungumzia, au aya zimetufahamisha na kutuelekeza namna ya kuweza kujistiri na kujihifadhi na kujichunga kwa wanaume na kwa kina mama vile vile. Wanatakiwa wazingatie hayo ili jamii ama umma uweze kukua katika hali nzuri. Leo tunatokea aya 32 ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mwongozo na maelekezo ya kutoa sapoti kwa wasimamizi na kuwatengenezea mazingira, kuwajengea uwezo, kuwawezesha ambao hawajaoa na wale ambao hawajaolewa waweze kuingia katika ibada hiyo ya ndoa. Wanatakiwa wajengewe uwezo, kwa wanaume na wanawake vile vile, wote wajengewe uwezo wa kuweza kuingia katika jambo la ndoa, kwa sababu jambo la ndoa sio la kuingia tu kwamba mimi nimeshakuwa sasa hivi basi natakiwa nioe. Lazima ujengewe uwezo wa kuweza kuyaendesha na kuyasimamia maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yana changamoto nyingi, yana mambo mengi. Kwa hiyo lazima yapatikane maelekezo kwa vijana wetu na wale ambao tunaowasimamia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ankihul ayama minkum, wawezesheni ambao hawajaoa na ambao hawajaolewa vile vile. Wawezesheni waweze kuoa kwa kuwajengea mazingira rafiki. Ayuhal awliya wasaadatu zawiju man la zawja lahu, enyi wasimamizi, enyi wakuu wa familia, wawezesheni ambao hawajaoa na watengenezeni mazingira pia na kuwawezesha ambao hawajaolewa vile vile waweze kuingia katika jambo hili. Al-ayama ni wanaume na wanawake ambao hawana kwa wanaume ambao hawana wake na wanawake ambao hawana wanaume, yani ambao hawajaolewa, basi wawezeshwe ili waweze kuolewa. Kwa upande wa wanaume ni liko wazi zaidi, wao ndo wasimamizi, lazima waweze kuyaendea majukumu ya ndoa na kadhalika, wapate vitu muhimu vile.
vya kuwawezesha kuishi maisha ya ndoa, wawe na uwezo, wana sehemu ya kuishi, wawe na uwezo wa kuwavesha wao wenyewe na wake zao, wana uwezo wa kuwalisha, wanaweza kujipatia riziki ya kula wao wenyewe na wake zao watakaowaoa. Wawezesheni hayo waweze kuwa nayo, watengenezeni mazingira. Na kina mama vile vile naweza mkawatengenezea mazingira hayo, wenye watoto wanawake, we kina mama, tengenezeni uwezo vile vile, na punguzeni uzito na urasimu wanapokuja waoaji wa kuweka ugumu wasiolewe. Punguzeni urasimu huo. Waswalihina min ibadikum wa imaikum, na walio wema kwa watu ambao sio watumwa, sio nini, inaeleweka, wanaishi kwa kujiheshimu, wanatambua. Lakini kwa watumwa kuna changamoto zake vile vile. Kwa zama zetu kundi hili halipo kwa sasa, sababu sio utumwa wa kuzidiana akili au nguvu, ni kadhia maalum ambazo zipo na vitabu vimeeleza. Kwa hiyo na wao pia, min ibadikum wa imaikum, wanaume katika wao na wanawake pia, watengenezeni mazingira ya uwezo wa kuoa. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja aangalie wale anaowasimamia na kuwatizama, awe ana jambo la kuweza kujiendesha. Maana yake sio kuwaozesha basi, bwana umekuwa basi baba tena kukaoe bwana, kaka ushafikia umri wa kuoa kaoe. Anaoa vipi? Ataendesha vipi familia? Lazima awe ana njia za kuweza kuendesha familia. Hizi ndizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazozielekeza kwamba waongozwe. Wengine wanasomeshwa ili waweze kujiajiri au kuajiriwa, wengine wanafundishwa ufundi, ujenzi, wengine wanawezeshwa kwenye biashara, wengine kwa mujibu wa mazingira yao ambayo walionayo. Kila mmoja ana talenti yake ya kuweza kuwa jambo gani analimudu la kuweza kumuendeshea maisha, basi wawezeshwe. Na ikitokea mtu amewezeshwa lakini bado uwezo wake wa kawaida tu wa kuweza tu kuendesha maisha tu yake na hivi, lisiwafanye hilo mkawaziwia kuoa. In yakunu fukaraa yughnihimullahu min fadli. Na aya hii na inayofuata lazima zisomwe pamoja ili zieleweke vizuri zaidi. In yakunu fukaraa, wakiwa hawana uwezo. Mafakiri wana uwezo mdogo tu wa kuendesha maisha. Maana mtu anaweza kujiendesha maisha, anapata mambo muhimu tu ndo anayamudu, hana cha ziada. Hilo lisiwaziwie ninyi kuwaozesha au kuwapa wake au kuwapa ume. Lisiwaziwie hilo kwa kuona kwamba huyu maisha yake basi ana kibanda chake tu, au anaweza kulipa pango tu ya nyumba na kupata chakula tu, basi hana hata balance yoyote, mkaziwiwa kumpa mke. Hapana. In yakunu fukaraa yughnihimullahu min fadli, makusudio wanaojiweza, uwezo wa kuendesha maisha ya ndoa yale mmeshawawezesha, wanao, lakini hawapati cha ziada zaidi ya hilo, basi hilo lisiwaziwie kuwaozesha. Wallahu wasiun alim, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi tena ni mjuzi, mwenye uwezo pana kabisa, anajua. Kwa hiyo watengenezeni mazingira. Ikiwa mtu ndo maisha yake katika sura namna hiyo, anakipata tu cha mahitaji ya kawaida tu, basi pasilazimishwe kwamba lazima afikia na uwezo, ana mali nyingi, anafanya hivi ana hivi ndo apewe mke. Utaratibu sio huu. Awe anao uwezo tu wa kuendesha maisha ya ndoa, basi anafaa yeye kuweza kupewa mke. Lakini kinyume chake sasa, ndio tukasema aya hizi inabidi zisome pamoja kwa kuzingatia namna aya
ya 32 ilivyoishia, basi lazima isome pamoja na aya hii ya 33 ili ikae vizuri. Waliyastafif, na wajiziwie. Waliyastafif, na wajiziwie. Alladhina la yajiduna nikaha, wale ambao hawana uwezo wa mambo ya ndoa, kuendesha maisha ya ndoa. Uwezo huo hawana. Una mazingira kama hivyo, hujapata mtu wa kukusapoti ya kuweza kukuwezesha ukawa na jambo la kuendesha. Usilazimishe wewe kwenda kuoa. Mimi nitaoa tu bwana. Utaoa utaendesha vipi? Mungu mwenyewe anajua bwana, kila mtu ana riziki yake. Halafu kioa unahangaika huko na kule, unalalamika, watu hawakusapoti, watu hawakuungi mkono, watu hawafanyi hivyo. Maisha hayaendi katika utaratibu wa namna hiyo. Maisha yanahitaji maandalizi na mipango. Waliyastaf, na wajiziwie swala zima la kuoa. Alladhina la yajiduna nikaha, wale ambao hawajapata uwezo wa gharama za mambo ya ndoa. Wewe hujapata uwezo wa kupata chumba, wa kupata nyumba, hujapata uwezo wa kutafuta riziki ya kupata maisha na hivi, hujapata uwezo wa kuweza kupata mavazi ya kumvesha mke na hivi. Mke inabidi aveshwe, alishwe, astiriwe, ahifadhiwe, ana sehemu maalum ya kukaa, sio ya kudandia dandia tu. Taratibu huko hivyo. Sio mimi nitaenda kukaa kwa kaka, nitaenda kukaa kwa mjomba bwana, akinifukuza yule nitaenda kukaa kule, nitafanya hivyo. Taratibu uende hivyo. Watengenezewe uwezo, na kama hakuna mazingira ya kuwezeshwa namna hiyo, basi wajiziwie, wasiingie katika jambo hili, kwa sababu hili ni jambo, sio unaingia kwa kufanya majaribio. Wasiingie katika jambo hili kwa majaribio na kuona alikinishinda basi. Utaratibu huko hivyo. Kwa hiyo ni muongozo na maelekezo ambao unaohitajika jamii ikae vizuri. Naona Allah anasema waanki, wawezesheni kuoa, ni kuonesha ni umma ambao unatakiwa kuwezeshana kwa namna moja ama nyingine, ili maisha yaweze kwenda katika sura ya sawasawa. Wasio na wake waweze kuwa na wake, wawezeshwe. Lakini ikitokea hujapata kuwezeshwa, basi waliyastafif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe atakapowawezesha. Katika kuhangaika kwao huku na kule, hawakupata mtu wa kuwasapoti katika familia, pengine familia zao duni, wasimamizi wao pia nao mazingira yao magumu na hivi. Kwa hiyo inatokea hivyo jamii, kila ukenda huyu ana majukumu yamemkabili, yule ana majukumu yamemkabili, uwezo wa kutengenezea wewe miundombinu ni changamoto vile vile. Basi msingi ni kutulia na kujipanga vizuri, kupanga upya, kufanya hivi namna gani, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiki katika zile harakati tunazohangaika nazo, ili kuweza kukunjua hali ya kiuchumi na hali ya kipato itakayowezesha kuingia katika maisha ya ndoa, lakini sio kukurupuka. Kwa hiyo hata yughniyahumullahu min fadli, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atawawezesha kwa fadhila zake. Walladhina yabtaghuna alkitaba, geukia kama nilivyozungumza katika mazingira haya, zinazungumza katika mazingira yote. Ikitokea tupo katika hali ya namna hiyo, kama tulivyoanza aya juu, pia epo watumwa na hivi, basi walladhina yabtaghuna alkitaba, na wale watumwa wenu ambao wanahitaji kuandikiwa uhuru ili waweze kujikomboa, basi mimma malakati aymanukum, katika wale mnaoamiliki kwa mikono yenu ya kuume, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, waandikieni uhuru. Waambieni ukileta hiki utakuwa huru, ukileta hiki utakuwa huru, utajiendesha mwenyewe katika maisha. Mshaona kwamba hawa wana uwezo wa kujisimamia, wana uwezo wa kujiendesha vile vile, basi waandikeni, wapeni uhuru waweze kujiendesha wenyewe, wawe waliokuwa wapo huru. Waatuhum min mali llahi alladhi atakum, na wapeni chochote kitu katika zile mali ambazo Allah amewezesha. Kama mnacho basi na wawezesheni, wakitoka pale wakaweze kuanzisha namna ya kujiendesha. Maana walipokuwa juu yenu walikuwa nyinyi mnawasimamia, kila kitu kiko juu yenu.
sasa hivi wanatoka wanaenda kuanza maisha yao ya kujitegemea, basi na wao pia waatuhum min mali llahi alladhi ataku, wapeni chochote kitu cha kuweza kwenda kuendeshea maisha wakiwa wanajitegemea. Sio kufika kule wewe si ulikuwa unataka bwana uwe huru bwana, ushakuwa huru, basi hangaika mwenyewe. Wawezesheni na wao waweze kuendesha maisha yao. Waatuhum min mali llahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum ala albighai, wala msiwalazimishe binti zenu, vijana wenu, watumwa wenu wa kike, ala albighai, jambo la ufuska, ufasiki, mkawatengenezea. Maana wapo watu wanawauzisha mabinti wafanye machafu, alafu kipato kinaingia kwao, wao wanawalipa tu, bwana tumekuchukua huko kutoka kijijini uje hapa, wewe kila usiku utakuwa hivi, unakwenda hapo unakwenda hapo, unakusanya kiasi hiki cha pesa unaleta hapa, mwisho wa siku, kama kwa siku kama kwa mwezi, wewe posho yako hii hapa, tumekuchukua huko, wala ujue haya mambo. Haya mambo yalikuwepo tangu wakati wa Mtume sallama, kayakuta wakati wa ujahili, watu wauza mabinti, wanachukua mabinti, ni kitega uchumi kwao, wanawachukua huko, wanakowachukua wakawaleta pale, wakawatafutia katika viunga vya watu wasiokuwa, kama tulivyozungumza jana, ni wanadamu, lakini roho zao ala juthmani, wana roho za kishaitani, ala juthmani al-insi, wasivyojiheshimu wao wenyewe, wasivyoheshimu watu wengine, wasivyoheshimu wanadamu wenzao, basi wao wanaacha wake zao wakatoka majumbani mwao wakenda katika maeneo maalum hayo ya ovyo, kwenye makasino, kwenye viwanja ambavyo vinajulikana, wakawachukua mabinti kwa pesa walizonazo. Basi kwa hiyo na wakawepo madalali wa kuwakusanya hao mabinti, na wakifika basi wanawapigia mbiu kwamba jamaa wageni wamefika, basi njoni mjiachie kwa pesa zenu. Sasa msiwatengenezee mazingira hayo mabinti. Haya leo katika jamii zetu bado yapo vile vile. Binti wanachukuliwa huko wakaletwa mijini humu, utakuja kufanya kazi, utaajiriwa, kumbe kazi yenyewe anakuja maskini ya Mungu anaenda kupelekwa kwa wanaume, na yeye apate pesa, na pesa sio yake, anamletea yule aliyomleta, mwisho siku yeye anamlipa tu kiasi anachotaka yeye. Msifanye hivyo, tabia hiyo chafu. Hayo sio maisha, huo sio utu. Huo ni kuuza utu wenu, na wao kuwafanya wauze utu wao na heshima zao kwa jambo ambalo halina msingi. Msiwafanyie hivyo. In aradina tahassuna, wakiwa wenyewe wanajihifadhi. Imekuja in aradina tahassuna, maana yake wakiwa wenyewe wanarukaruka, ninyi muwaziwie tabia hiyo chafu. Haimaanishi kwamba kama wenyewe basi mkaamua wenyewe watu wa kurukaruka tu, basi acha tuwaingize sokoni. Wakiwa wenyewe wanajiheshimu, wanajitunza, msiwatengenezee mazingira. Hawatulii, wanahangaika huko na kule, waziwieni, ndo maana yake. Na kule juu ndo ikaanza waozesheni, watengenezeni mazingira ya kuoa kwa wanaume, na wanawake watengenezeni mazingira nini, ya kuolewa vile vile. Sio muwatengenezee mazingira ya kujiuza. Msifanye hivyo. Waman yukrihunna, na atakaye walazimisha kufanya hivyo, basi fa inna Allaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim, hakika ya Allah baada ya ninyi kuwalazimisha, kwa sababu mmewalazimisha, maskini ya Mungu, mmewatengenezea mazingira, mmewatoa huko kijijini, hawajui hata waingie wapi. Basi katika muda ambao wanayafanya hayo wakiwa liko nje ya uwezo wao, Allah ni mwenye kusamehi, na kwa hiyo atawasamehi tuna wao. Lakini msiwalazimishe, msifanye hivyo. Mkiwalazimisha, kosa liko kwao, wao hawana kosa. Mmewaita, mnakuja kuwaajiri, mnawatafutia kazi, mnafanya hivi, kumbe kazi yenyewe mnayotafutia namna hii hapa, kwa muda wote watakaokuwa wapo katika mazingira magumu ya namna hiyo, makosa yote ni yenu ninyi, juu yenu. Wao hawana kosa hilo. Na ikitokea wakiendelea wanafanya yale, bali na ninyi, man yashfa' shafa'atan hasana yakul lahu nasibu minha,
na atakayefanya jambo, atakayesaidia wema ana fungu lake, na atakayesaidia jambo baya lahu, naye ana fungu lake vile vile. Kwa hiyo chukueni tahadhari za hali ya juu kabisa, msiwatengenezee mazingira ya kujiuza. Kwa chukua watoto wa watu huko, mnakuja kuwatengenezea mazingira wakajiuza na mkawalazimisha na hivi, na ikitokea katika sura ya namna hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwasamehi wao, badala yake ninyi ndio mtakaoadhibiwa, kwa sababu ninyi ndio waovu, ninyi ndio wachafu, ninyi ndio mmeondoa heshima yao na utu wao, mmewavunjia, mmewasababishia wao wakose utu, wakose heshima, wakose adabu, mpaka wawe wanajiuza. Kwa sababu hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwasamehe. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinati, na hakika tumewateremshia aya za wazi kabisa kwenu ninyi. Walaqad anzalna ilaykum, na kwa hakika tumewateremshia juu yenu ninyi ayatin mubayyinati, aya zilizo wazi kabisa zinazoeleweka. Chukua tu sura hii tangu tumeanza kusoma hizi aya 30 mpaka sasa hivi aya 34 tunaigusia, hii ziko wazi kabisa, zinaeleweka. Allah anatufahamisha ni juu yetu sasa kuyaishi maisha haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuangazia na kutuonesha kwamba tuishi hivi kwa kuchunga, kila mmoja ashike nafasi yake. Hakuna kurukaruka, hakuna kutukanana, hakuna kushambuliana, hakuna kusingiziana, hakuna hivi, hakuna hivi, ili umma ukae katika adabu na heshima yake, uheshimiwe umma huo, uthaminiwe katika jamii. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat wa mathalan, na tumewatolea mifano, minal ladhina khalau min qablikum, wale waliotangulia kabla yenu ninyi. Tumetoa mifano ya mbalimbali yaliyowakuta watu wachafu, watu waovu, watu wema, watu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ametolea mfano watu wanaotengenezewa mizengwe, kama tumeona hapa Bibi Aisha radhiallahu katengenezewa jambo akastahamili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akavumilia na hivi. Ala kulli hali, wa mathalan min alladhina khalau min qablikum, tumewatolea mifano ya wale waliotangulia. Watu wema nini wamekipata, na waliokuwa wabaya nini kimewapata vile vile. Kila moja tumewaonesha ili ninyi muweze kujua wapi ninyi muige, wapi wa kujifananisha na watu hao. Watu wema mjifananishe na watu wema, au mjifananishe na watu wabaya ambayo hatima zao ninyi mmeziona. Vipi mwisho wake ulikuwa? Watu wabaya mwisho wao ulikuwa hivi, na watu wema mwisho wao ulikuwa hivi. Kwa hiyo katika sura ya namna hiyo tumewaonesha haya, zingatieni wa mau'idhatan. Lakini pia tumewateremshia katika kitabu hiki, tumewapa aya zilizo wazi kabisa, tumewatolea mifano ya wale ambao waliotangulia kabla yenu, lakini pia wa mau'idhatan. Aya tulizoteremsha hizi ni mawaidha. Mau'idhatan ni mawaidha, mafundisho, ni muongozo, lakini kwa nani? Lilmuttaqin, kwa wacha Mungu. Haya ni muongozo, ni mawaidha kwetu, tunafundishwa, tunaelekezwa, tunatakiwa tuyazingatie mawaidha haya na tuyasimamie. Kama haya ni mawaidha, haya ni mafundisho, huu ni muongozo, basi ni muongozo kwa wacha Mungu. Labda sisi wenyewe tukatae, tuseme sisi sio, haituhusu bwana, sisi inawahusu wacha Mungu. Sasa kama wewe mwenyewe unajitoa katika ucha Mungu, hiyo tena ndo mambo mengine tena. Maana yake unajitoa akili, unajitoa maana wewe mwenyewe unaingia katika, unaweza ukajikuta unaingia katika wale ambao wana roho za ibilisi, wananyoyo za ibilisi katika mili ya wanadamu. Maana yake unaukataa wewe mwenyewe utu na heshima na thamani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Unakimbia huku kwa sababu unajua huku kuna muongozo na maelekezo, na kwa hiyo unakimbilia kule ambako unajua hakuna muongozo na maelekezo, na kwa hiyo utafanya unayoyataka. Ndio sababu ya wewe kukimbia, kata mimi siye bwana, mimi sihusiki, ili na wahusu watu maalumu bwana, wacha Mungu bwana, wacha Mungu. Sisi na ucha Mungu wapi na wapi? Unajitoa huku kwa sababu tu ukayafanya yale ambayo wewe unayoyataka. Sasa hilo ni jambo lingine. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia namna alivyo tuongoza. Allahu nuru samawati wal ardh, ay munawwir. Allah ni mwenye kuangazia
mbinguni na ardhini, kuwapa nuru. Nuru alhisia kawaida, kama tunavyoona jua, nyota, mwezi. Walakad zayyana samaa dunia bimaswabih, kwa taa, nuru za kawaida tunayoiona. Lakini pia nurul huda, nuru ya uongofu, muongozo. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuangazia katika kiza cha upotefu, kiza cha shirki, cha ukafiri. Allah ni mwenye kuangazia nuru kwa kuleta mitume, kuleta vitabu, kuleta maelekezo na miongozo yake. Allahu nuru samawati wal ardi, ni mwenye kuangazia, mwenye kung'arisha mbinguni na ardhini. Mathalu nurihi kamishkati, sifa ya nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoiangazia dunia na mbingu, kamishkati, kama vile shubaka, fremu ile ya taa, fiha misbah, ndani yake mna taa. Fremu ndani yake kuna taa yenye kutoa mwanga, fi zujaja, katika kandili kizungukwa na kioo. Kwa hiyo kuna taa mle ndani. Ule almisbahu ni ile inayowaka ile, kama vile utambi mathalan, na hivi ile sosi ile ya power ile katika ile taa. Kiangalia kama hizi taa huko ndani kuna kitu maalum cha sosi ya ile, ili mwanga ufanye nini, ndo almisbah. Lakini kuna tungi yenyewe tunayoiona inaangazia, azujaja. Lakini kuna fremu ile ya kukalia. Allah anatuonesha yani kama mfano kama hivyo, tupate kuiona ile nuru ituangazie, tuikatae sisi wenyewe tukutuangazia. Lakini nuru inatoa mwanga, imehifadhiwa vizuri, imetengenezwa vizuri, ipo ndani ya chombo maalumu. Kaannaha kaukabun duri, kama vile nyota yenye kung'aa kabisa. Taa hilo yukadu, linawashwa min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbia, na mti wenye baraka mzaituni ambao hauko mashariki au katikati ya mji, ambao muda wote, kusema la sharqiyatin wala gharbia, muda wote unapigwa na jua. Hakuna muda ukakosa mwanga wa kuzalisha, maana mwanga unazalisha, unafanya hivi, mimea inatoa vyakula, muda wote pata mwanga. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar, karibia mafuta yake yenyewe yale yatoe mwanga, hatajapo hajagusa ule moto, hajagusa chanzo cha moto wenyewe. Yale mafuta yenyewe yanang'aa kabla ya kugusa chanzo cha moto, ili tupate mwanga. Allah anasema nuru na ala nuri, nuru juu ya nuru anazotuangazia hapa. Kitabu na nuru, Qur'ani ni nuru kwetu. Nabiyu na nuru, mtume wetu ni nuru, mwanga kwetu sisi. Ameelezea mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinu na nuru, na dini yetu ni nuru kabisa, tuikatae sisi wenyewe. Nuru na ala nuri, yahdillahu li nurihi man yasha, kwa nuru hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaongoza anawataka. Ni juu yetu kumuomba Allah atuongoze kwa nuru yake. Ndio maana tunasema hapa ihdina sirata mustaqim, atuongoze ili tuipate ile nuru, muongozo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima atuwezeshe yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas, na Allah anatoa mifano kwa watu ili watu wapate kuzingatia. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza. Sasa tutasimamia hapa, tutakuja kutokea aya 36 inshallah, ili tuweze kuona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kutupa mwongozo na kutupa nuru, namna gani sisi tunapaswa tushikamane nayo ili iweze kutuongoza. Maana nuru, taa usipoitumia, hata kama ipo taa inatoa mwanga, wewe usivyoitumia, basi itakuwa haina faida kwako wewe. Lazima taa ipo inatoa mwanga uitumie. Lakini wewe unaiacha taa, unaenda kukaa sehemu kwenye kona, au unaamua kuzima taa, zima bwana
inatoa joto, inafanya hivi, basi unaamua kuzima taa, basi hilo linakuwa ni jambo lako wewe mwenyewe. Kwa hiyo Allah anatoa mifano, ametuwekea nuru ili tupate kuzingatia nuru hii juu yetu, tuitumie ili ipate kutuongoza katika njia iliyokuwa sawa sawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kile hakuna ziada. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Hello. Simamisha rekodi. Sio hosti tena.